Tanzania, Uganda ni miongoni mwa nchi 36 katika orodha ya Trump ya kupiga marufuku kusafiri. Karibu kwenye taarifa zetu za Lazard Media, na kwamba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump unazingatia kupanua vikwazo vyake vya kusafiri kwa uwezekano wa kuwapiga marufuku raia wa nchi 36 zaidi kuingia Marekani, kulingana na kebo ya ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje iliyoonekana na Reuters. Mapema mwezi huu, rais wa chama cha Republican alitia saini tangazo lililopiga marufuku kuingia kwa raia kutoka nchi 12, akisema hatua hiyo inahitajika ili kulinda Marekani dhidi ya magaidi wa kigeni na vitisho vingine vya usalama wa taifa. Agizo hilo lilikuwa sehemu ya msako mkali wa uhamiaji ulioanzishwa na Trump mwaka huu mwanzoni mwa muhula wake wa pili, ambao umejumuisha kuhamishwa hadi El Salvador mamia ya raia wa Venezuela wanaoshukiwa wanachama wa genge, pamoja na juhudi za kuwanyima kuandikishwa kwa wanafunzi wa kigeni kutoka vyuo vikuu vya Amerika na kuwafukuza wengine. Katika kebo ya kidiplomasia ya ndani iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya ndani ya nje wa Marekani Marco Rubio, Wizara ya Mambo ya Nje ilieleza wasiwasi kadhaa kuhusu nchi zinazohusika na kutafuta hatua za kurekebisha. Miongoni mwa masuala ambayo idara ya jimbo iliibua ni ukosefu wa serikali inayofaa au ushirika wa baadhi ya nchi zilizotajwa kutoa hati za utambulisho za kuaminika. Kebo hiyo ilisema nyingine ilikuwa usalama wa kutiliwa shaka wa pasipoti ya nchi hiyo. Baadhi ya nchi, kebo hiyo ilisema, hazikuwa na ushirikiano katika kuwezesha kuondolewa kwa raia wake kutoka Marekani ambao waliamriwa kuondolewa. Baadhi ya nchi zilikuwa zinakawia visa vya Marekani raia wao waliokuwa wakipewa. Sababu zingine za wasiwasi ni kwamba raia wa nchi hiyo walihusika katika vitendo vya kigaidi nchini Marekani au shughuli za chuki dhidi ya Amerika. Nchi ambazo zinaweza kukabiliwa na marufuku kamili au kiasi ikiwa hazitashughulikia masuala ya hayo ya ndani kwa siku 60 zijazo ni Angola, Burundi, Benin, Burkina Faso, Gabon, Cameroon, Cote d'Ivoire, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Djibouti, Ethiopia, Misri, Gabon, Liberia, Nigeria, Sudan Kusini, Syria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia na Zimbabwe. Huo ungekuwa upanuzi mkubwa wa marufuku iliyoanza kutekelezwa mapema mwezi huu. Nchi zilizoathirika ni Afghanistan, Myanmar, Chad, Jamhuri ya Kongo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Kuingia kwa watu kutoka nchi zingine 7, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo na Venezuela pia kumewekwa vikwazo kwa kiasi. Katika kipindi chake cha kwanza madarakani, Trump alitangaza kupiga marufuku wasafiri kutoka mataifa 7 yenye Waislamu wengi, sera ambayo ilipitia marudio kadhaa kabla ya kuidhinishwa na mahakama ya juu mwaka 2018. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii Lazard Media.